Mipango mipya ambayo mwana Harris Bidon nimeipokea dakika chache tu zilizopita ya mwanamuziki Diamond Platnumz ni miongoni mwa vitu ambavyo vimenishtua kidogo. Lakini pia kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza kwamba ni kitu gani kinachomsababisha ashindwe kutulia nchini Marekani kwenye nchi ya ughaibuni na kujikuta anazurula kwa mjibu wa baadhi ya maneno ya mashabiki, lakini pia na kujikuta akiwa anatembea maeneo mbalimbali ya muhimu kwa upande wake ambayo yeye na timu yake nzima walikuwa wameyarenga. Diamond Platnumz kama mnakumbuka aliweza kuonekana akiwa ametembelea ofisi za Billboard, waandaaji wa chati za kimuziki nchini Marekani. By the way, ni miongoni mwa waandaaji maarufu kuliko vile ambavyo huenda baadhi ya watu wanaweza kawa wanawaelewa, lakini pia Diamond hakuweza kuishia pale. Mwana Harris Bidon aliweza ku step in mpaka kule zilipo ofisi za waandaaji, lakini pia moja kati ya platform kubwa ya kimuziki tena ile ya mauzo kwa nchini Marekani, ninaizungumzia Audiomack. Lakini pia kama haitoshi, kwa wale ambao walifanikiwa kuweza kukutana na hizi zote ambazo ninazisogeza karibu na nyie, ni kwamba Diamond hakuishia tu pale, ameenda mpaka kwenye vituo na runinga za nchini Marekani, ikiwemo runinga maarufu zaidi pale New York City katika jiji la New York, na akawa amefanya pia mahojiano. Nadhani kama litazama baadhi ya video ambazo tulikuwa tumeshazisogeza hewani, niliwawekea kabisa namna ambavyo alikuwa amefanya exclusive interview na kapigwa baadhi ya maswali, akawa anaulizwa ni kwa namna gani ilitokea mpaka yeye na Jason Derulo wakawa wamefanya collaboration ya Komasava Remix. Nadhani ni miongoni mwa story ambazo nilikuwa nishazileta karibu na wewe. Kama nipata time ya kuweza kukutana nazo mtandaoni, basi wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaweza pia wakazisimulia kwamba yes, Harris Bidon nilifanikiwa kuweza kukutana nazo. Lakini pia kama haitoshi, ukweli wa baadhi ya mambo ambao nimeupokea dakika chache zilizopita ni kwamba mwanamuziki Diamond Platnumz safari zote anazozifanya nchini Marekani ni kutengeneza upya watu ambao hajawahi kuwafikia kabisa. Kwa mfano, mahojiano na BBC, kwa sababu BBC waliweza kupost kwenye social media zao ili kwenda mtengenezea watu wapya kule nchini Uingereza. Lakini pia mahojiano haya mapya ya New York City ni kwa ajili ya kumtengeneza pia watu wapya, kumtengenezea jamii mpya, fans mpya, followers wapya ambao kwa upande wake yeye anaamini ya kwamba wataendelea pia kumpa support kubwa sana. Kazi yangu itakuwa ni kuendelea kuzisogeza updates zingine ambazo nitakuwa nimezipokea, na nitafanya hivyo masaa 24 na siku zote 7 za wiki. Endelea kuwa sehemu ya Harris Bidon, mwana Harris Bidon. Mheshimiwa Rais, wananchi wa jimbo la Kisesa kama nilivyosema wako hapa. Naanza na maombi. Moja, Mheshimiwa Rais, umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi. Utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa, na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanameatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanasimiyu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya Wanameatu na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kisesa, ninaomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu. Daraja la Mto Sanga litakalojengwa kati ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la Mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. Daraja la Mto Semu litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu, Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Rais, katika maombi
Ninaomba jimbo la Kisesa sasa katika miundombinu hii ya kijiografia, naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, lakini jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali. Lakini hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo Ng'anga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo cha kudhibiti tembo cha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais, kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi yakiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu uliridhia fedha zije na vituo vifunguliwe, tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya TAWA, halmashauri kwa ajili ya kupambana na hawa wanyama pori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa Mheshimiwa Rais, na hawa wananchi walishinda kesi mahakamani, na kwa sababu mahakama ndio mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na ninaileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu Mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja, kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani. Mnunuzi wa pamba unapokuwa na mnunuzi mmoja, akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye AMCO. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBT